hiyo maelekezo ambayo mimi mwenyekiti wa kamati ya maafa na hayatoa na mwenyekiti wa kamati ya usalama na hayatoa, wote ambao wamekumbwa na adha hii ya maji kufika kwenye maeneo yao ya hizi nyumba, wasilale humu. Maji yakiongezeka wakati wa usiku itakuwa hatari zaidi. Maisha ni muhimu kuliko vitu. Tunasema hivi, vitu vinafanyaje? Vinatafutwa. Sasa ukikumbwa na janga hili, maji yanajaa nyumbani kwako, yani uchukulie tu kama vile ambao watu tuna magari tunapata ajali. Gari hata lichakae vipi, kama umeishi unamshukuru Mungu. Kwa hiyo watu wasilale humu. Yani tusianze tena usiku kuja kama dharura, wakati eneo hili tunalijua kabisa kwamba maji yanapozidi linajaa. Na tuwe wa kweli, sio mara ya kwanza. Kwa hiyo sio jambo la kushtukiza. Kwa hiyo mwenyekiti, hakikisha, mwenyekiti, afisa mtendaji kata, hakikisha watu wote ambao maji yamewafikia kama hivi, wote, sisi kamati ya maafa wilaya ya Simanjiro tumekuja wote hapa, tunasema waondoke, isipokuwa viongozi wa hapa Mererani, kuanzia mtendaji wa mamlaka ya mji, waheshimiwa madiwani, wenye viti wa vitongoji na watendaji wetu wa serikali washirikiane na hawa kutafuta wasamaria wema ambao wanakuwa wamefanya nini, wamewapokea kwenye kuhamisha na kurescue vitu. Badala ya kufanya kwa kazi ya mwanafamilia, wakati mwingine ni vizuri tukawa kama wajamaa hivi, ikawa ni kazi ya pamoja. Tunatoa vitu vyake tunaweka, lakini baada ya hapo lazima tutathmini upya. Mkurugenzi, ni lazima tutathmini upya maeneo haya yanafaa kwa kuishi, kwa sababu wewe ndio mwenye nyumba hii. Wewe mafuriko hapa huwa hayapiti, yanapita, na hapo unapambana, unajenga kwamba mafuriko yanapita kila mwaka. Na wito wetu serikali, tulisisitiza watu maeneo haya waondoke, kwa sababu ni eneo ambalo maji yakiwa mengi, kidawashi yaliyotokea Arusha yanafika mpaka huko. Wewe unajenga tena, unajenga nyumba bora, unazidi kuimarisha. Sasa bado mimi nafikiria, ni kweli mfereji tunaweza kujenga na ukawa unazuia maji yasije haya yote huko? Lazima wataalamu watuambie kwamba hata baada ya mfereji bado maji yatakuwa yanafika kila siku. Ni vizuri hawa watu wawe na replacement, kufanya chochote kabla hamjashughulika na hii nini, na hii midomo, kwa sababu mlipojenga lami zenu hizi mbili, flow ya kawaida ya maji ilikuwa disturb. Sasa mkishaongeza hii midomo ndio tupambane na, lakini hili eneo tukubaliane kabisa sio rafiki kabisa. Hamjawahi kupewa viwanja? Viko wapi sasa? Hili maisha ni muhimu zaidi mama. Kiwanja kipo. Nikija hata ghafla kiwanja mlichopewa utanionyesha. Maana nimeambiwa baadhi wameuza. Hata sasa hivi. Haya. Sisi kauli yetu ni kwamba watu waondoke. Sio vinginevyo. Sawa jamani? Hizi nyumba hazipaswi kuwepo hapo, sio makazi. Hapo kwa kweli sina jibu, lakini tumeshawakatia umeme huko kwenye maji huko. Yaani uambie TANESCO. Kwanza kesho nimeshamwambia dasi. Wewe waambie TANESCO hiyo nyumba yote hapo isiwe na umeme. Nyumba yoyote hapo isiwe na umeme. Lakini na wao wenyewe sasa katika nguzo ambazo mapema sana wanapaswa wahakikishe zinakuwa wanatuwekea zile za nini? Chuma. Za zege. Hii line ya kwenda Shambalai. Naona wamezimwaga hapo, si kuingia huko. Kwa hiyo wanapaswa wapambane. Ziko pale ofisini kwa. Japanda pale naona. Ndio maana wangekuepo hapa wangetujibu. Kwa sababu pia maji haya kama yanakuepo miezi 2-3, hizi zinakwenda chini. Zinaoza. Yeah. Kwa hiyo wanapaswa hapa wabadilishe, lakini hizo nyumba hakuna umeme hapa. Wafanye process wanazojua, waliingiza kimakosa. Huyo hapaswi kuwa mteja ahame. Tulisema hizo nyumba hapo hatutaki. Sawa. Salama ya wilaya. Ndio. Lakini pia nimshukuru diwani wangu sana. Ndio. Kwa sababu usiku kucha tulikuwa tunawasiliana. Ndio. Na niwashukuru wananchi wa Kairo hao kulala. Tumeamshana
mji mzima. Sawa. Kwa hiyo ushirikiano ulikuwa mkubwa sana, lakini tuombe kwamba wananchi wamepoteza mazao mengi na haya mafuriko yatapita. Sasa serikali pia iangalia hata jinsi watu watakapopata mbegu wakati tutakapotaka kuotesha tena. Najua watu walishaotesha mahindi wengine na haya maji yalipokuja yamebeba kila kitu mpaka maharage. Kwa hiyo niombe kwamba mtukumbuke. Asante. Japokuwa sasa nashindwa hata kujibu, maana kwingine huko nilikotoka mvua zimenyesha kubwa, watu walikuwa wamepanda mahindi na maharage, zimebeba pita Langa kule, pita na Berela, zimebeba mashamba yote. Mashamba yale yamekuwa mchanga, mazao yote yamebebwa, na wenyewe wanaomba hivyo hivyo. Sasa huwezi kujibu kwa sababu mtu ameshaumia. Mimi niseme nimesikia. Asante. Mimi kwa majina naitwa Taiko Laiza, diwani wa kata ya Naisinyai. Kata ya Naisinyai, haya maji yote mnayoona, mashamba karibia eka 10,000 na zote zimeshaenda na maji hii ambayo imesababishwa na mvua nyingi zilizonyesha. Alafu Kidavashi, ubao wa Kidavashi na yenyewe imefurika, maji kutoka mto Kikuletwa, kutoka maeneo nyingi, Arusha yote ile, Mtotemi yote imekusanya maji huko. Kwa hiyo haya ndio imeshaenda. Labda tu niseme bado tu hatujaathirika kimifugo, na kwangu mimi haijaingia kwenye maboma, lakini yani zinagonga kwenye maeneo. Kwa hiyo haya ndio yalioko. Mimi kwenye katangu ndio hivyo. Maji mashamba ndio hasara kubwa kwa watu wangu. Yani kwa mwaka huu tunahesabu sana kwa tutakuwa tuna njaa, kwa sababu ile bonde lote ndio tunalimaga ndio imepita hii maji yote. Kwa hiyo mimi ni wangu hayo. Tulikuwa tunaongozana na ziara ya Mheshimiwa DC akati akikagua maafa ya maji yaliyopo katika maeneo haya ndani ya Mererani, Ndiamtu na Shambarai. Hii ni tarafa ambayo inaitwa tarafa ya Mwipo. Diwani ya kata ya Mererani, kwanza nitangulize pole kwa vitongoji vyote cha Tunduru, Mererani pamoja na Kangaro kwa kupata uharibifu mkubwa wa maji kuanzia jana saa 7 ya usiku tangu maji yalipoingia. Tumekuwa pamoja. Nimshukuru mkuu wa wilaya, tulipopiga simu alitikia wito kwa moyo mkuu. Leo amekuja naye kujionea. Mererani tumepata uharibifu wa maji kitongoji vitatu ambavyo nyumba zote ziko ndani ya maji, ambacho ni cha Msikitini pamoja na Kangaro na Mererani yenyewe. Tutii yale ambayo tulioelekezwa na serikali. Kwa kipindi hichi tusijenge nyumba mpya mpaka pale ambapo tutakapopata uvumbuzi, ila wale ambao tayari waliokuwa wanaishi mule ndani tutakwenda, serikali imetoa maelekezo, watapata nyumba za serikali za kuwahifadhi. Lakini na sisi pia wananchi tuwapokee, maana hawa ni wenzetu, wale nyumba ambazo hazijaingiliwa na maji tuwapokee kama ndugu zetu, tuishi nao, tukae nao kwa ukaribu, kwa sababu tayari haya ni majanga. Niwaombe sana na nisisitize wadau wengi wa Mererani, kwa sababu wana uwezo mkubwa. Kaya hizi zimeingiliwa na maji, vyakula ndani vimeingiliwa na maji, wengi hawana hata vyakula. Ikiwapendeza, ikiwagusa kwenye moyo wenu, maana swala la ujenzi ni kitu kigumu pia, tuangalie hata kuangalia hata kwa vyakula kwa kipindi hichi ambacho kigumu kimewapata wenzetu. Tusichoke kusaidiana, maana sisi tumeshakuwa familia. Tunaendelea kutafuta uvumbuzi, basi wale ambao tunajua tujavamiwa na tuna uwezo angalau kidogo, tutie macho kwa wenzetu. Si vibaya tukiwaangalia wenzetu hata kwa mavazi, maana nimeenda nguo zote ziko kwenye maji. Hata kimavazi, yule mwenye uwezo wa kujitoa, tujitoe kwenye vitongoji cha Msikitini, Kangaro na Mererani, ili wale watu waishi, wasijione kama vile wenyewe ni wapweke sana, wajisi na wenyewe pia na wenyewe wako pamoja na sisi.